tunaenda kujifundisha final series ya damu ya Yesu, na kichwa cha mwisho ni damu ya Yesu inakupa kibali kufikia Mungu. The blood of Jesus gives you access. It gives you access to reach God. Amen. Access is a way of gaining an entry. Gaining an entry of getting somewhere. So, the blood of Jesus, it gives us that access to reach God. Inatupa kibali cha kumfikia Mungu katika kila kitu chetu. Nataka tuangalie katika maneno ya msingi ama neno la msingi katika kitabu cha Waebrania 10, nasoma mstari wa 17 mpaka 21. Kitabu cha Waebrania mlango wa 10 kuanzia mstari wa 17 mpaka 21. Inasema, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Amen. Basi ondoleo la hayo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Haleluya. Nataka usikie huo mstari in English. Verse 18 inasema, and when sins have been forgiven, na dhambi zikiwa zimesamehewa, there is no offer anymore of sacrifice. Hakuna tena sadaka nyingine ama toleo lingine. Inamaanisha wakati Yesu alipofariki, wakati damu yake ilipotoka, mpendwa, leo huwezi toa damu yake ukafananisha, ukachinja sadaka yoyote ukasema hii ni sadaka. Sadaka iliyotolewa kubwa ambao hakuna nyingine ni Yesu Kristo katika msalaba. Sema amen. Maana kuna watu mpaka leo wanaamini kutoa sadaka, wanachinja mbuzi sadaka, wanachinja ng'ombe sadaka. No, ile sadaka iliyotolewa miaka 2000 iliyopita ambayo ilikuwa ni Yesu mwenyewe Kristo, hiyo ndio sadaka ambayo imetolewa na mpaka leo ina nguvu, mpaka leo inafanya kazi ndani ya wewe. Wangapi wameokoka? Wewe ambaye umeokoka, hiyo sadaka iliyotolewa, hiyo ya Yesu mwenyewe katika msalaba, hiyo ambayo imetolewa, hiyo sadaka ni hiyo imeamanisha katika maisha yako yote mpaka uende mbinguni. Sema amen. So leo tutaenda kuona kibali tulichopawa sisi na wewe kuweza kumfikia Mungu kupitia kwa utiririko wa damu ya Yesu. Nisomee mstari wa 20 na 21. 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitao katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Amen. Nataka uone sasa, tukisoma hichi kitabu kwanza,
Mambo ya Malawi. Nisomee Mambo ya Malawi 16 mstari wa 2. Nataka uone kulikuwa na gharama. Ilikuwa ni gharama kuingia patakatifu, na ilikuwa ni agano kuingia katika patakatifu. Ilikuwa inaingiwa kwa mwaka mara moja, tena si mtu yoyote inaingia kwa shauri ya dhambi za watu. Ilikuwa inaingia kuhani, na akiingia kule kuna maagizo huwa anafanya. Nataka utaona haya maagizo, lakini nataka ujue ya kwamba huyu Mungu aliweza kutupatia upendo wake Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Hata saa hii sisi hatustahili kuwa chochote, ama hatustahili sisi chochote, maana kulitendeka kitu katika pale patakatifu. Wewe na mimi twafika leo kwa shauri ya Yesu Kristo. Lakini nataka kwanza uone kupitia katika Agano la Kale. Nisomee hiyo Malawi. Mambo ya Walawi mlango wa 16 mstari wa 2 inasema, Bwana akamwambia Musa. Sikia, Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako. Anamwambia sema na Haruni ndugu yako, kwamba asiingie wakati wowote. Asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu. Nataka unoti hiyo mahali patakatifu. Ngoja kidogo. Katika mahali patakatifu nataka unoti hiyo, because mahali patakatifu kizungu inaitwa holiness of the holiness place. Nataka useme, sema holiness and holiness place. Pahali patakatifu. Sema kwa nguvu, pahali patakatifu. Endelea kusoma. Mahali patakatifu. Pahali patakatifu. Ndani ya pazia. Ndani ya pazia. Nataka unoti hiyo. Pazia. Sema pazia. Pazia kwa kizungu haisemi ile curtains, inasema veil. Veil. Yaani kulikuwa na kizibo ambacho huwezi kumfikia Mungu, na ilikuwa dhambi zako ukitenda. Kuhani mkuu alikuwa anaenda mwaka mmoja akienda huko kukuombea wewe, lakini wakati Mungu alitoa Yesu Kristo akatupa sisi atufilie na damu yake imwaike, wewe sasa una kibali cha kumfikia Mungu. Sema yeye. Sema amen. Endelea. Mbele ya kiti cha rehema. Mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku. Kilicho juu ya sanduku. Asije akafa. Asije, oh haleluya. Asije akafa. Kwa hivyo kulikuwa na maagano. Asiende hapo mbele bila ya maagano haya. Nataka usikie hao maagano ambao wamepewa, ambao Mungu aliongea na Musa akimwambia Haruni afanye haya maagano ili aende pahali patakatifu, apite katika hiyo pazia, aingie katika mahali patakatifu. Endelea. Maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kiti cha. Unasikia, mahali hapo atakapoingia kuna wingu litaonekana. So leo kwa neema ya Mungu kutupatia Kristo, hakuna wingu, tunaingia hapo mahali patakatifu anytime. Kama ni mimi ningepigia Yesu makofi. Anytime. Qualification ya kwanza ni wewe ambaye umempokea Kristo. Wangapi wanapokea Kristo? So amekupa wewe kibali hicho. Sasa hakuna kuhani, maana kuhani ni mchungaji. Hakuna mchungaji, ni wewe mwenyewe. Utakapoamini na ujasiri, unaenda hapo patakatifu ukaombe. Unaomba, Baba naomba uniponye. Unaomba kwa ujasiri. Ukiomba unaingia katika utakatifu na Mungu anakusikiza. Unataka nini mwanangu? Maana anakuita mwanangu. Kibali kikubwa hicho. Endelea. Mstari wa 3. Haruni ataingia katika patakatifu. Unasikia sasa, Haruni akaingia pale pahali patakatifu. Lakini angalia agano la hilo la kale ilipokuwa na maagano. Na vitu hivi. Nataka usikie hivyo vitu. Ng'ombe mchanga. Wewe leo huwezi ingia na ng'ombe mchanga. Oh my God. Unaingia pale
ukiwa umempokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Endelea. Ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Kwa sadaka ya dhambi. Na kondoo mume. Na kondoo mume. Kwa sadaka ya kuteketeza. Na sadaka ya kuteketeza. Akisema ya kuteketezwa ni ya kwamba ule ng'ombe ria ni kabisa walikuwa wanafanya, wanachinja, wanachoma awali, wanasikia njaa, wanasikia appetite ya kula, lakini maagano wamesema hawali mpaka iteketee. Lakini goodness, it is for you and me. Now we have access to reach our God. Say hallelujah. Endelea. Mstari wa 4. Akaivaa ile kanzu. Akaivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Akavaa pia suruali zingine za kitani mwilini wake. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Akafungwa mpaka mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Akavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndio mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini. Alafu aoge mwili wake majini. Na kuyavaa. Kisha atatoa mkononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Amen. There is a problem of that mind. Bwana asifiwe sana. Sijui kama ili somo unalielewa. Nataka ulielewe vizuri. Hiyo ni agano la kale. Sasa nataka twende hivi. Nataka uone ilitokea nini. Kitu cha kwanza nataka uone, nataka msomaji wangu usome. Soma Yohana 19:30. Fungua. Nakupa nafasi ufungue, andika chini. Andika Yohana Mtakatifu mlango wa 19 mstari wa 30. Fanya haraka. Soma. Nasema Yohana Mtakatifu mlango wa 19 mstari wa 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki. Yesu wanamlishwa sasa siki akiwa pale msalabani, wakati alikuwa anasulubiwa, analishwa pombe. Alisema imekwisha. Akasema imekwisha. Akainama kichwa. Akaisalimu roho yake. Alafu nataka usome hii sasa. Roho ya Yesu sasa ikapaa juu mbinguni na akasema imekwisha. Roho ikatoka, yaani akafa. Yoyote leo anayekufa katika Kristo, hivyo ndio inatendeka. Haleluya. Ukisoma Luka 16 mstari wa 19 utaona mfano wa yule tajiri na maskini Lazaro. Tajiri alipokufa akakaribishwa katika mikono ya Ibrahimu. Yule maskini Lazaro alipokufa akakaribishwa, lakini yule tajiri, maandiko yanasema akafa. Wewe umefananishwa na Yesu. Leo
yako, malaika anatumwa kutoka juu mbinguni, anakuja kuchukua roho yako, anaipeleka mbinguni. So wakati ilitokea hivyo, kuna kitu kilitokea ambao iko katika Mathayo, tunasoma Mathayo 27. Please tena wachana na hiyo utaharibu, alafu itakuwa mbaya sana na inakuwa recorded. It's too expensive. Bwana asifiwe sana. Nisomee Mathayo 27 mstari wa 51. Mathayo mtakatifu mlango wa 27 mstari wa 51 inasema, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Pazia likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Hiyo pazia sasa, wakati roho ya Yesu ilipotoka, maana Yesu aliweza kupelekwa msalabani saa 6 mchana mpendwa. Akakaa mahali pale ikiwa anateseka kwa ajili ya dhambi zako, anateseka masaa 3. Waliweza kumpeleka pale msalabani, kumuua katika msalaba. Ilikuwa si kazi rahisi, na alikuwa hana nguo hata moja ya kuvaa. Akiwa yuko pale msalabani kuanzia saa 6, saa 7, saa 8 mpaka saa 9, roho ilipotoka ya Yesu, hilo pazia likapasuka. Endelea. Toka juu hata chini. Toka juu hadi chini. Nchi ikatetemeka. Nchi ikatetemeka. Nchi ya dunia nzima ikatetemeka. Miamba ikapasuka. Miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka. Makaburi yakafunguliwa. Ikainuka miili mingi. Ikainuka miili mingi ya watakatifu. Ya watakatifu waliolala. Au wakiisha kutoka makaburi. Walipoisha kutoka katika makaburi. Baada ya kufufuka kwake. Wakaingia mji mtakatifu. Wakawatokea wengi. Nataka upige makofi. Umepiga makofi zaidi ya hiyo. Wacha nihubiri. Hiyo mili iliyofufuka, hiyo mili ya utakatifu, nataka ujue hiyo iliyofufuka, hiyo mili iliyofufuka ilikuwa, hiyo mili ni ya kina Ibrahimu watakatifu. Iliyofufuka ilikuwa hiyo mili iliyofufuka ilikuwa ni ya kina Ayubu, ilikuwa ni ya kina Daudi. Ilifufuka ikatoka katika makaburi na ikaingia mahali panaitwa patakatifu. Nataka ujue wewe uliokoka, wewe upi. Hiyo ndio iliyokufanya mpaka leo uko na kibali. Maana ile pazia ikapasuka, hata leo wewe uko na kibali cha kumfikia Mungu. Uko na kibali. Mwambie jirani yako uko na kibali. Usijidharau, usijihukumu. Uko na kibali cha kumfikia Mungu. Endelea kuamini, endelea kumtafuta Mungu. Simama na wokovu. Mungu anakutambua, Mungu anakujua, Mungu anakuelewa. Endelea kuamini Mungu. Angalia mambo yako na Mungu wako. Maandiko anasema mtazame Yesu, maana ndiyo kimbilio lako na ndiyo tumaini lako. Yeye ndiyo msaada wako. Sema amen. Nataka useme amen kubwa. Nataka useme amen kubwa. Pigia Yesu makofi. Hiyo ndio inatufanya leo tuwe na ulinzi wa Mungu. Si kitu kingine. Maana ukisema tu sasa hivi, ukisema Baba katika jina la Yesu, Yesu anashuka ndani yako. Amen. Sema amen. Amen. Nisome Waebrania 4 mstari wa 16. Nataka usikie sasa kufikia hicho kiti cha rehema ambacho ni cha Mungu. Unatakana ukifikie wewe na mimi hicho kiti. Kitabu cha Waebrania mlango wa 4 mstari wa 16 inasema, Basi na tukaribie. Kikaribie.
Mwambie mwenzako kikaribie hicho kiti cha neema cha Mungu. Basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Mwambie mwenzako kwa ujasiri. Mwambie tena kwa ujasiri. Mwambie kikaribie kwa ujasiri. Maana akisema hivyo, nataka nikwambie kuna Wakristo wengine wanakikaribia wakiwa na wasiwasi, labda mimi nimetenda dhambi, labda kama umetenda basi, maana utatendaje na wewe unajua kutenda dhambi? Wewe sio wa kutenda dhambi. Oh my God. Nataka ujue wewe sio wa kutenda dhambi tena. Dhambi haiwezi kukutawala wewe tena. The sin cannot be dominion to you. Why? Because you have grace. Sema amen. Wewe uliachana na dhambi kitambo. Mwambie mwenzako uliachana na dhambi kitambo. Mwambie wewe si wa dhambi. Kwa hivyo kikaribie hichi kiti cha Mungu. Endelea. Ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Napenda hiyo ya mwisho, wakati wa mahitaji. Nimekuja kukwambia habari njema. Wakati unapitia katika mahitaji yoyote, kikaribie hicho kiti. Unapokikaribia umeingia pahali patakatifu katika jina la Yesu. Maana pazia imekatika. Wakati roho ile ya Yesu ilipotoka, pazia ikakatika. Maandiko anasema kutoka juu mpaka chini, nikatanda rabazai, mili ambayo ilikuwa imezikwa, mili ambayo akina Ibrahimu leo iko mbinguni, mili akina Daudi leo iko mbinguni. Nataka ujue ya kwamba wewe una mamlaka, wewe una kibali kukikaribia hicho kiti wakati wowote. Shatalaba yezikere. Thank you, Jesus. Somea Waebrania 8:12. Waebrania mlango wa 8 mstari wa 12 nasema, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Yes! Anasema nitawasamehe dhambi zenu. Sasa Mkristo shida moja ni hii. Sasa amelewa dhambi zake, lakini bado anashaka, ni kama nimetenda dhambi hii, ni kama niko na dhambi hii, ni kama niko na dhambi hii. Ushasamehewa wewe. Mwambie mwenzako ushasamehewa wewe. Wewe si wa dhambi tena. Hebu nifungulie Mika. Nataka uangalie Mika ujue vizuri. Haleluya. Mika ambao utasoma ile portion ya mwisho katika Mika 7:19. Mika 7 mstari wa 19. Inasema atarejea na kutuhurumia. Ndio. Atakanyaga maovu yetu. Ashakanyaga msalabani. Ndio. Nawe utazitupa dhambi zao zote. Amezitupa. Wakati hiyo roho ya Yesu ilipokuwa inatoka, kichwa cha Yesu kilipoinama, aliposema imekwisha, dhambi zako zote zilisamehewa. Nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Yesu akazitupa dhambi zetu zote katika kilindi cha bahari. Hizo sisa kurudi tena, hazitarudi kwa dhambi tena. Hizo zishatupwa. Kwa mfano hii bahari ambayo iko hapa, si hapa kuna bahari hapa, inaitwaje hii bahari iko hapa? Pirates.
hiyo bahari ya Pirates hiyo ambayo ni maji ya Indian Ocean huko sasa haitupi hapo chini, ilichukuliwa ikaenda ikatupwa kilindini huko, yaani huko deep ikatupwa. Daudi anasema katika Zaburi 103 mstari wa 12, anasema dhambi zako wewe hazikumbuki tena, ni kama magharibi na mashariki. Vile ilivyo hazikumbuki tena. Shida Mkristo mpaka leo unakumbuka. Nataka niwe hapo sitoki. Mwambie mwenzako hapo sitoki, maana hapo ndio penye shida. Nifungulie Yeremia 31 mstari wa 30 hii. Yeremia 31 mstari wa 34 inasema, yes, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watalijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao. Wasikia? Nitausamehe uovu wao. Uovu umefanana kama dhambi, lakini ni ndugu ya dhambi. Iniquities. We will forgive your iniquities. Maana uovu unaenda na dhambi. Endelea. Wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Hebu turudie zote. Wala dhambi zenu hatafanya nini? Hatazikumbuka tena. Pigia Yesu makofi. I want you to pay attention in what I'm reading now. Pay attention. Hear this words. Inasema, katika damu ya Yesu wewe una uwezo wa kufikia mahali patakatifu. Kwa ajili ya damu ya Yesu wewe una uwezo wa kupitia katika ile pasia, yaani mwili wa Yesu. Basi sasa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Sisi sote tuliokoka tuna uwezo na mamlaka ya kupitia katika hiyo damu, katika hiyo pazia, haleluya, ya patakatifu, kwa ajili ya damu ya Yesu iliyomwaika msalabani. Mpendwa, miaka 2000 ilipomwaika hiyo damu, bado inafanya kazi leo hivi. Sema amen. Haleluya. Itumie damu ya Yesu katika hali zako zote. Yani, when you believe in spirit and when you call the blood of Jesus, it satisfies you. Amen. It washes you. Amen. It cleans you. Hiyo ndio kazi yake. Ni wewe uiite. Wewe ukiita inakuja na inafanya kazi. Na nakana wewe uamini. Sema amen. Sema amen. Nataka tutamke kwa midomo yetu. Ita damu ya Yesu. Na iita sasa ndani ya mwili wangu. Damu ya Yesu najitakasa, najiosha, najitakasa na damu ya Yesu. Najilinda na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu naiomba sasa ikanijengea ukuta. Inijengea ukuta katika biashara zangu, ukuta katika watoto wangu, ukuta katika mambo yangu, ukuta katika jamii yangu, ukuta katika bwanangu. Na hiyo damu ya Yesu na ijengea ukuta katika teritori yangu, katika mipango yangu. Mwambie wewe shetani, hutaniweza, maana mimi nimetakaswa na damu ya Yesu. Huna mamlaka ndani yangu. Nasema wewe shetani, magonjwa yote yaliisha pale msalabani. Wewe shetani, hutanitupia magonjwa katika jina la Yesu. Mimi ni mzima, nitafurahia maisha ya wokovu katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Nataka tuone sehemu
ama njia 4 za damu ya Yesu zinakupa kibali kufikia Mungu. 4 ways the blood of Jesus give you access to reach to God. Number 1, if you are writing, number 1, through the blood of Jesus, your boldness. Through the blood of Jesus, your boldness. Nisomee Hebrews 10 verse 19. Waebrania 10 mstari wa 19. Inasema, yes, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri, yes, wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. 20. Only 20. Amplify inasema, therefore brethren, since we have full freedom, sikia hii, full freedom and confidence to enter to the holies of holies by the power and virtue in the blood of Jesus. Kwa hivyo inakwambia kwamba wewe una ujasiri wa kuingia katika damu ya Yesu, kwa vile damu ya Yesu imekufata, imefuta dhambi zote na kukufanya wewe kuwa tajiri na kupambana na nguvu zote za yule mwovu. Huna haja tena kuwa mwoga ama kuanza dhambi. Sema amen. Usiwaze dhambi tena. Way number 2 inasema, through the blood of Jesus you have a covenant. Through the blood of Jesus you have a covenant. Kupitia damu ya Yesu, mimi na wewe tunaagana. Hebrews 13:20. Some. Waebrania 13:20 inasema, basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Amesema damu ya agano la milele. Thank you Jesus. Damu ya agano la milele. Kweli kabisa, damu ya Yesu ni ya agano. Ndio sababu inakufanya kuwa na agano la Mungu ndani yako. Sema amen. So this is special advantage that we have. Hili ndio agano la damu limekupatia muunganiko wa kiungu milele mpaka mbinguni. So we must value the privilege of God given to us. Say amen. We have been given a privilege of God. Ezekiel 37:26. Ezekieli 37 mstari wa 26. Inasema, tena nitafanya agano la amani. Atafanya agano la amani pamoja nao. Pamoja na wewe. Litakuwa agano la milele. Litakuwa agano la milele pamoja nao. Na wewe. Nami nitawaweka na kuadhimisha na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Amen. Kuna agano takatifu. Nataka
Nataka ukiona mpendwa umelindwa, mwambie mwenzako nimelindwa na damu ya Yesu. Leo ni tarehe gani? Yes. Nataka ujue si by the way tu umefika tarehe 1 Mei. No. Nani ameona mgonjwa akiwa analishwa na mipira? Nani ameona mgonjwa ana miezi 4-5 hajatembea na hajatoka nyumba? Nani? Usifikirie wewe umemaliza Aprili ukiwa ni mzima, ilikuwa ni by the way. Nataka ujue ni agano la damu ya Yesu. Simama juu sahihi, umpigie Yesu makofi kwa kukulinda mwezi wa Aprili. Simama, una kitu cha kushukuru, una kitu cha kushukuru. Pigia Yesu makofi. Yes. Chukua 2 seconds. Mwambie tu Bwana asante. Bwana asante kwa kunifanya nione mwezi wa 5. Mwambie Bwana ni asante. Wewe Bwana mwambie asante. Umenilinda mwezi wote wa Aprili. Mwambie Bwana ni asante. Kuna watu leo ni maiti, hawako tena, wamekufa, wamezikwa mwezi wa 4. Wewe ni mzima. Umefanya nini kuliko yeye? Ni agano la hiyo damu. Mwambie Yesu ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Endelea kumwambia Bwana ni asante. Endelea kumwambia Bwana ni asante. Si kawaida mpendwa. Nataka ujue ni agano la Bwana. Ni agano la damu lililokufanya wewe leo ni mzima. Hiyo agano la damu ambalo umeunganika nalo kupitia wokovu liko ndani yako, ni la kiungu, ni la kiungu. It is a divine, oh my God, of God, for that blood which has protected you, which has given you the guidance, which has given you today. You are smiling today, you are breathing today, you are not injured in your body. It is because of the covenant of the blood of Jesus. Mpigie tena Yesu makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We want to see way number 3. Sema way number 3. So way number 3, it is through the blood of Jesus you have communion with God. Nataka tuseme hiyo. Through the blood of Jesus, through the blood of Jesus, we have communion with God. That's why we have done today. Leo hatuja kunywa ile damu ya Yesu, lakini ni ushirika wa kufanana kunywa damu ya Yesu. Sema amen. Hatuja kula mwili wa Yesu. Leo tumekumbuka ushirika wa kula damu ya Yesu kupitia ule mkate. Thank you Jesus. I say thank you Jesus. So we have communion with God through the blood of Jesus. Tuna ushirika na Mungu kupitia damu ya Yesu. Communion comes to us through the blood of Jesus Christ. Ushirika huu kuja kupitia damu ya Yesu. Deep relationship uhusiano wa ndani comes to us through the blood of Jesus Christ. Kuja kwetu kupitia damu ya Yesu. So the communion and the fellowship of Jesus' blood, ushirika wa damu ya Yesu, is one of the most precious gifts. Ni mmoja wapo wa vipawa vyema. So watu wengi duniani hawana hiyo. Kama hujaokoka huwezi kuwa na ushirika ule. Hata ni unaona leo Pastor Florence wakati anaongoza alisema kama hujaokoka huwezi kuwa na ushirika wa ile damu. Huwezi. Na watu wengi ambao hawajaokoka hawana ushirika ule. Wako na opposite ushirika ule. Ushirika wao wa dunia sana sana uko kwa pesa. Ushirika wao wa dunia uko sana katika mali.
ama anasa mbalimbali, nyingine ni ya mpango wa kando. Ndio nasikia Pastor Florence alisema kama una ushirika wa mpango wa kando, usile ushirika huu, utakufa. It is true. Huwezi kuwa na ushirika wa mpango wa kando alafu kuwa na ushirika wa Mungu wa kula damu ya Yesu. So ushirika wa watu wa dunia ni wa mali zangu. Ndio naona mtu ana mali nyingi, lakini bado anataka ushirika wake uko hapo. Lakini thank God mimi na wewe tuna ushirika kwa kupitia damu ya Yesu. We have communion and fellowship of Jesus Christ's blood. Amen. Ambao unaanguka kwa shida nyingi. Huo ushirika wa kando, wa anasa, wa pesa pamoja na mipango ya kando, unaanguka kwa shida nyingi. Tumeona watu wachanga, wasichana wachanga wamekufa, wanauliwa kwa shauri wa mpango wa kando, kwa shauri ya mali, because ni ibilisi. Ndio katika Mathayo 6:24 unasema hauwezi you cannot satisfy two bosses, watu wawili. Utapenda huyu na huyu mwingine umwache. Yaani hauwezi kupenda mali na Mungu. Pesa si mbaya, lakini ukizipenda ndio mnakosana na Mungu. Sema amen. Tunazihitaji, lakini sema amen. Tukizipenda tunakosana na Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. So through the blood of Jesus we have privilege to enjoy a special kind of relationship, I like that, which is called communion through the blood of Jesus. Hii damu ya Yesu inatulink with God, with the rest of body of Christ. Sema amen. I want to speak about that. You can have your quiet time with God for so many times if you have value this blood of Jesus. Unaweza kama masaa mengi sana, unaweza omba masaa mengi sana ukiwa ndani ya Yesu, usikii kutoka. Hiyo tayari utakuwa umeanza kusikia ushirika huu ni mtamu. In your private, I want you now today, nataka leo ujifundishe in your private time, make a habit, make your lunch time to have communion with your God. You can go and pray deep in spirit, in tongues, more than 2 hours. That is the fellowship of the blood of Jesus. Unaingia ndani yako. Na by the way, ukiendelea hivyo as a family, as a parent, unaweka watoto wako, unawaambukiza katika kumpenda huyu Mungu. Sema amen. Especially young men. Young men munaenda sana na mnakaa masaa mengi sana katika mitandao. Change. Have communion with your God. You will see so many changes in your youth in the mighty name of Jesus. So the last way inasema through the blood of Jesus you have a supernatural peace. Kupitia damu ya Yesu uko na amani ya kipekee.
Shalom. Mwambie mwenzako shalom. When you say shalom is peace. Hallelujah. So you have peace. Sijui kama umeona mtu wa dunia hana amani, ana pesa, ana mali, lakini halali. Ona kule sukuma yako na ugali na unalala, amani. Kwa shauri uko na amani ya Mungu. Nifungulia Wakolosai wa kwanza. Nataka tusome Wakolosai wa kwanza 19 mpaka 22. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 19 mpaka 22 nasema, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote. Katika yeye Yesu ilipendeza utimilifu wote ulio nao. Na kwa yeye tena Yesu kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akikisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye Yesu, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Matendo yale yalikuwa mabaya, saa hii amewapatanisha. Pigia Yesu makofi. Matendo yale yote ambao ulikuwa unafanya mabaya, matendo yale ulikuwa hujaokoka, saa hii amekupatanisha kupitia damu ya Yesu. I want to hear these words. Angalia hizi. Inasema ndani ya damu ya Yesu wewe umewekwa huru kupitia kugandilizwa, kupitia kugandamizwa kwa njia yoyote ile ya waovu wa shetani. Umewekwa huru wewe, yani leo umewekwa huru. Sema amen. Tusome Isaiah 49 verse 8 to 9. Isaiah 49 mstari wa 8 na wa 9. Inasema, Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu. Amekujibu. Na siku ya wokovu nimekusaidia. Amekusaidia. Nami nitakuhifadhi. Atakuhifadhi. Nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Uwaambie waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza jionyesheni. Watajilisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Amen. Inakuhakikishia kwamba you are free now. Yani una amani. Amani yako ambayo uko nayo ni kwa ajili ya huyo Yesu. Nataka tushukuru. Simama tushukuru. Uko na amani. Amani kubwa. Mwambie Bwana, patie tu sadaka ya kumshukuru. Mwambie amani. Anakujua na jina lako. Anakuelewa wewe kule mbinguni. Wewe ambaye amekupa uzima. Wewe ambaye siku ya leo una amani. Wewe una amani ya Mungu. Mwambie. Tuombe mpendo kwa ajili ya taifa letu pia. Tuwe na amani wakati wa election. Bado miezi miwili elections zianze kutendeka. Mwambie Bwana, tunahitaji amani. Maandiko yanasema amani ya Mungu imepita amani yote. Mwambie Bwana shalom. Mwambie Bwana nahitaji hiyo amani. Endelea kumwambia Bwana amani. Endelea kumwambia Bwana amani. Nataka uendelee kumwambia amani. Nataka uendelee kumwambia amani. Mwambie Bwana nakushukuru kwa amani. Mwambie Bwana nakushukuru kwa amani.
Ukiendelea hivyo, nataka uinamishe kichwa chako chini. Nataka nikuombea amani. Baba, naombea amani mtu huyu na ambaye ananisikiza katika runinga, katika mahali yuko. Wewe ambaye uko pahali popote, inua mikono yako juu. Wakati mimi nainua mikono yangu hii, nataka niachilie maombi haya. Wewe ambaye huna amani, ukabarikiwe. Labda uko mahali pale hujampokea Kristo, nataka ufungue kinywa chako, sema: Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi, nimejitambua leo. Siwezi kuunganika na damu ya Yesu bila kupokea wewe. Nataka nikupokee wewe leo. Nisamehe dhambi zangu leo. Andika jina langu leo katika vitabu vya uzima. Futa jina langu katika vitabu vya kuzimu. Leo mimi nimeokoka. Nimeachana na mambo ya ulevi. Nimeachana katika mipango ya kando. Nimeachana katika wizi na uovu. Kuna mtu mahali pale, wewe ni jambazi na unaona kama wewe ni ufahari, hujashikwa, lakini Roho ya Mungu ananiambia siku ya leo mpokee Kristo wewe. Kuna jambazi lingine pia liko pale. Wewe ni jambazi, unatafutwa, ni wanted, maana wewe una bunduki. Ile bunduki umeificha. Nataka uende ukapeane kwa watumishi wa Mungu ili uweze kuombewa toba. Mpendwa, hawezi kuokoka, unaotewa, na wakati utaenda nje polisi watakupiga risasi, maana umewazunguka na kuwahepa siku nyingi. Lakini sasa nataka nikwambie, Mungu anakutafuta, anataka kukuokoa wewe mahali pale. Naombea yule mgonjwa. Wewe una saratani ya tumbo, wewe una saratani ya titi, nataka nikuombee uponyaji huo sasa katika jina la Yesu. Wewe ambaye hulali usiku kwa ajili ya kuumwa na kichwa, Mungu ananidirect sasa nikuombea wewe katika uzima huu leo, kapate uzima. Amani ya Mungu ishuke ndani yako katika jina la Yesu. Baba, waponye watu hawa. Wengine wana vidonda Baba vya tumbo, wengine Baba wana vidonda vya miguu. Bwana ukawaponye Bwana katika jina la Yesu. Yule ambaye ana jambazi, wacha Baba yangu ukamwachilie leo, akarejeshe bunduki ile na akapokee Kristo katika jina la Yesu. Jehova, kuna mtu mahali pale ambaye wewe uliiba, na ulipoiba ile mali saa hii inakusumbua, una amani, maana unajua ile unaitumia hiyo si mali yako, uliiba ukauza. Nataka ujue Mungu anakutafuta na anataka kukuokoa. Baba, ninaombea yule mwizi, naombea yule mtu aliyeiba. Baba, namuombea sasa wokovu katika jina la Yesu. Jehova, asante Bwana Yesu, na kushukuru Bwana. Kuna mtu ambaye ameokoka, alirudi nyuma kwa ajili ya kwenda katika kutenda maovu, na Mungu anakurudisha sasa katika wokovu. Anataka urudi katika wokovu, anataka utubu maisha yako. Baba, naombea mtu yule akatubu sasa katika jina la Yesu. Jehova, katika jina la Yesu Masia, namuombea wasa Bwana, namuombea wokovu, namuombea wokovu. Dhambi zake Bwana usizikumbuke tena, ukamwandike jina hilo katika vitabu vya uzima. Asante Bwana, wewe ni Mungu mwema Bwana, wewe ni Mungu mwema Bwana. Nataka katika kanisa, mahali unasikia ugonjwa shika, mahali unasikia ugonjwa shika. Hata wewe ambaye unaumwa na kiuno, unaumwa na kiuno, umeona na kiuno siku nyingi, geuza mkono wako mmoja, amini, shika. Yesu yuko mahali hapa, anataka kukuponya. Wewe mama, kuna mama unaumwa na magoti, shika haya magoti yako yanayokuuma. Saa hii ninapoomba, kuna nguvu za damu ya Yesu. Yesu anataka kwenda kukuponya kupitia damu yake. Baba, ninaomba uponyaji sasa kwa ajili ya kiuno hichi, kwa ajili Baba yangu ya magoti haya, katika jina la Yesu. Wachilia Baba uponyaji, wachilia uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe mzazi, mtoto wako hakulala usiku, alikuwa anakohoa sana, shika hicho, shika koo yake, shika koo yake sasa
ninapoomba ataenda kupokea uponyaji. Baba, ninaomba sasa kwa ajili ya mtoto yule ambaye ni malaika wa Mungu, ameumwa usiku mzima kupitia ile koo. Bwana, aenda kamponye mtoto yule, akakule chakula katika jina la Yesu, na kataa maroho ya kuumwa na koo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba sasa, naombea kanisa sasa. Kuna maroho ambayo yanatembea yakiwanyima imani, yakiwatoa katika imani. Nataka uamini wewe ulikuwa ukifanya huduma kubwa, lakini ukaibiwa imani yako. Sasa hivi ufanye huduma yoyote, maana imani imeibiwa ndani yako. Nataka nikuombee wewe urudi katika imani ya kumtumikia Mungu. Bwana, namwombea mtu huyu aliyekufa moyo katika jina la Yesu. Alikuwa anamtumikia Mungu, lakini siku hizi amtumikie. Alikuwa anaimba nyimbo, Baba, alikuwa anaimba, mataifa walikuwa wanajua, lakini siku hizi haimbi tena. Bwana, ninamwombea yule alikuwa anatumika, alikuwa mtumishi wa Mungu akihubiri, Bwana, akikaa na kanisa, akatenda dhambi, akarudi nyuma. Bwana, namwombea baba yangu sahihi toba, kurudi tena baba yangu katika wokovu, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea kurudi kwako sasa kwa imani kuu. Rikalabazoto robai rambarabazeke tikiri, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mama, wewe unasumbuliwa na watoto wako. Watoto wamekuwa watundu, watoto hawakuheshimu, watoto wamekuweka pressure. Unashindwa watoto utafanya nini? Mama, umejaribu njia zote, mama, unakosa amani. Nataka nikuombea amani mama. Watoto wako usijali, mwachie Mungu. Watoto wale watarudi, wasikutie pressure mama. Kuwa na amani ya Mungu. Baba, ninamwombea mama huyu amani ndani ya maisha yake, amani ya kumtumikia Mungu, amani ya kukaa katika wokovu. Baba, angalia Bwana Yesu, inamuumiza sana akiona watoto wake wamekuwa nyuma, hawamheshimu Baba. Watoto wale Bwana, kuanzia leo na wakomani warudi mbele za mama yao na waombe msamaha, waanze kumtumikia Mungu tena katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu, nasema katika jina la Yesu. Baba, ninaombea Bwana, kuna nyumba ambayo haina amani kwa ajili ya kukosa fedha. Wakati huu hiyo nyumba, na ni nyumba nyingi, zinapigana, zinagongana, bibi na bwana, kwa ajili ya mapesa imepungua nyumbani. Sasa bwana na bibi hawana amani nyumbani na wameokoka wote. Baba, ninaombea jamii hii ambayo imeokoka lakini haina amani. Imefika mwisho wa mwezi leo tarehe 1 na wanalia juu ya pesa. Wamekaa katika nyumba ile ambayo ya renti miezi 5 hawajalipa. Baba, ninaomba kuanzia leo fungua miujiza, wakapate pesa, wakaweze Baba kulipa nyumba ile. Mungu pia wasisahau kukutolea wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Nataka niombe hii ya mwisho. Wakristo wengi hawatoi fungu la 10. Leo ni tarehe 1 Mei. Mungu ananiambia wewe umefungika mambo yako, kwa shauri mtolee Bwana fungu la 10. Amini leo kabisa, uanze kumtolea Bwana fungu la 10. Utaona mabadiliko katika nyumba yako. Naombea watu wako Bwana, wanafanya biashara Bwana, wengine wameandikwa Bwana, walikuwa Baba hawakutolei fungu la 10, wakilia Baba maishani mwao, lakini Baba umeniambia ninapoomba leo na wakiweza kutii na kutoa fungu la 10, Bwana utafungua nyumba zao, madirisha kama vile unaosema yale ya mbinguni yatafunguliwa ndani ya maisha yao katika jina la Yesu. Fungua Bwana, fungua kutoa fungu la 10, fungua ndani yao kutoa fungu la 10 katika jina la Yesu. Asante Jehova na kushukuru. Pokea sifa, pokea utukufu. Hakuna Mungu kama wewe. Sema amen. Pigia Bwana makofi. Amen. Bwana awabariki.